Naitwa Masud Hakim Bakar, ni daktari bingwa wa pua, koo na masikio, yani ENT specialist, ambaye inafanya kazi katika hospitali ya Chumbuni, Zanzibar. Kitaalam, kuna tatizo la usikivu ambalo limegaiwa katika makundi mawili. Kwanza kuna tatizo la usikivu la kuziba, kama vile uchafu wa masikio ukiondoshwa unaweza kusikia kama kawaida. Lakini kuna tatizo nyingine la usikivu ambalo ukilipata kwanza linakuwa halina tiba. Maana yake ni kwamba tiba yake ni kupata visaidizi vya usikivu, ndio katika hivyo ambavyo vinazungumzwa. Na mara nyingi tatizo hili huwa linakuja kwanza kwa wagonjwa ambao wanakuwa wamezaliwa nalo, lakini pia kuna sababu nyingine ambazo ni za kujitakia. Moja hapo ikiwa kusikia makelele au kusikia sauti kubwa ambayo sikio halina uwezo wa kusikia. Mfano kwa kutumia hizo earpod au zile visaidizi vya sauti masikioni. Vile navyo ni moja ya sababu ya kufanya tatizo la usikivu ambalo ukilipata linakuwa halina tiba, na unaweza tu kupata vile visaidizi viweza kukusaidia kwa ajili ya kusikia, lakini tiba halisi inakuwa haipo. Athari zipo kwa sababu watu hawataki kufuata ile sheria. Kwa sababu tukutumia hizi earphone au earpod unaweza kuzitumia hata kazini, ziko kazi ambazo lazima utumie, lakini una utaratibu wake wa kutumia. Mfano ukitumia earpod, kwanza inatakiwa ile volume au sauti iwe chini ya 60%. Ni kitu ambacho vijana wengi au watu wengi hatulitaki hilo. Ili muziki usikie vizuri inakupasa uweke sauti kubwa ambayo inazidi ya 60%. Hilo ni la kwanza. Alafu la pili, tunatumia kwa muda mrefu. Inapotakiwa ukitumia earpod au ukitumia earphone, kila baada ya lisali moja unatakiwa upumzike angalau dakika 15 mpaka 20. Kitu hicho ambacho hatukifanyi. Mtu anaweza kutumia earpod masaa 3-4 mfululizo. Kwa hivyo earpod zinaharibu masikio kwa njia mbili. Kwanza volume ya sauti au ukubwa wa ile sauti. Pili, muda wa kutumia zile earpod. Kuna wengine wanatumia usiku wanalala nayo mpaka asubuhi. Nayo pia ile ni moja ya sababu ya kupelekea tatizo la usikivu. Kwa ujumla, vile vifaa navyo vipo kama simu. Yaani kuna vifaa ambavyo vinakuwa ni vya sauti ambayo inatoka moja kwa moja tu ambayo haiwezi kuchujwa, na viko vifaa ambavyo sauti inaweza kuchujwa. Vile ambavyo sauti inachujwa ndivyo ambavyo tunaweza tukatumia vikawa vinatulinda katika usikivu wetu. Sasa vile ambavyo havichuji, ndio kama hivyo wanavyosema vinapiga kelele sana, vile ndio vinazidi kuleta tatizo kwa muda mfupi sana. Lakini in general, yani kwa pamoja, kwamba kinachoangaliwa pale ni sauti. Hata hivyo ambavyo vinakuwa vinachuja sauti inatoka ndogo, lakini ukizidisha zaidi ya 60% na ukikaa nayo zaidi ya masaa 3, athari yake inakuwa haina tofauti na vile vya mwanzo. Kwa hivyo kwa ujumla vinatofautiana athari ya ule muda wa kuathirika, lakini vyote vina athari. Vijana wengi ukiwaambia hichi kitu hawawezi kuelewa, kwa sababu athari yake mara nyingi huioni pale pale. Athari yake inachelewa. Na ndio maana vijana naona mbona mimi nishatumia miaka 2-3 sijapata athari. Kwa sababu mara nyingi sauti inaathiri, lakini athari inakuja baadaye. Baada ya muda, ndio maana utakuta kwamba kuna age fulani ikifika, hii athari ya kutokusikia ndio inaonekana wengi. Hawakuathirika muda huu. Wanakuwa wameathirika tangu kipindi cha nyuma. Kwa hivyo kwa ufupi ni kwamba athari zinajitokeza, lakini inajitokeza kwa muda. Na kwa kujibu swali lako kwamba hawa wagonjwa tunawapata, wapo wengi ambao tunawapata, na tukiangalia sababu zao ni wale ambao wanafanya kazi viwandani kwa sababu ya sauti kubwa, wanafanya kazi airport kwa sababu ya sauti za ndege, lakini pia wengine hawafanyi kazi. Ndio hao ambao tunakuta kundi hili walikuwa wakitumia hizi earpod. Kwa hivyo tunawapata ambao wanapata hizi athari, na inakuwa matibabu hamna, wengine wanaishia kutumia visaidizi basi. Na wengine wanakosa mpaka ajira kwa sababu kazi zao zinahitaji kusikia, lakini tayari ameshapoteza usikivu na hawezi kupata ile ajira. Ndio wale vijana ambao tukiwakataza.